Kwa hiyo tunapokutana leo kujadili swala la chanjo, na tunasema tuna miaka 50 toka nchi yetu imeanza matumizi ya chanjo mbalimbali, tumepata mafanikio makubwa. Na hivyo siku hii ya leo tunaitumia katika kufanya tathmini na kujenga matumaini kwa wananchi wa Tanzania kwamba taifa hili litaendelea kuhakikisha linalinda uhai wa wananchi wake kwa kuangalia kwa kina aina muhimu za chanjo zinazotakiwa kutumika Tanzania ili kuweza kupunguza vifo, lakini aina za chanjo muhimu ambazo serikali inajidhihirishia zitakazoweza kuendelea kuondoa ulemavu unaotokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika kwa kutumia chanjo. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Tabora na manispaa hii ya Tabora, ninawashukuruni sana kwa kujitokeza kwa wingi kwenye maadhimisho haya katika mkoa wetu, tukiwawakilisha Watanzania wengine kuhabarishwa ajenda hii muhimu ya matumizi ya chanjo kwa ustawi wa wananchi na afya za wananchi kwenye taifa letu. Katika mkoa wa Tabora, daktari amefanya mambo makubwa na katika uwekezaji wa sekta ya afya. Umefanyika uwekezaji mkubwa sana. Tunazungumza habari ya bilioni zaidi ya 30 ambazo zimewekeza katika sekta ya afya ndani ya mkoa wetu kwa ajili ya miundombinu. Katika miaka yake minne, bilioni 30 zimekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma yetu katika hospitali yetu ya mkoa, lakini kwa ajili ya ujenzi wa hospitali 5 za wilaya ya manispaa Tabora, Kaliua, Sikonge na Nzega ya DC. Lakini katika upatikanaji wa madawa tunamshukuru kwa sababu zaidi ya 89% ya utoaji wa huduma za madawa katika mkoa wetu zinapatikana. Kwa hiyo hii ni sehemu kubwa sana ya uwekezaji ambao umefanyika, na sisi kama mkoa tunamshukuru. Lakini tumeendelea kupokea fedha nyingi kwa ajili ya madawa pamoja lakini na vifaa tiba ambazo ni zaidi ya bilioni 13 ndani ya miaka yake minne. Bilioni 1.1 zikienda katika hospitali yetu ya mkoa, lakini bilioni zaidi ya 11 zikienda katika hospitali zetu za wilaya, lakini vituo vya afya na zahanati. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa uwekezaji huo mkubwa. Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu rasmi, leo ikiwa ni siku ya uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya chanjo duniani na hapa nchini Tanzania tukifanya hapa Tabora, tunapenda pia kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuelekeza nguvu yake nyingi katika upatikanaji wa chanjo. Na katika mkoa wetu wa Tabora zaidi ya 104% ya wananchi na watoto wote na watu wote ambao walitakiwa kupata chanjo katika mwaka wa fedha huu wameweza kupata chanjo. Yoyote ni uwekezaji ambao umefanyika kwa kiwango kikubwa sana katika mkoa wetu wa Tabora. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa umeendelea kusimamia utoaji wa huduma za chanjo kwa makundi yote. Katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2024, jumla ya watoto 2008,103,000 wamechanjwa, sawa na 103% ya walengwa ambao walikuwa 201,069. Mkoa unaendelea na mikakati mbalimbali ikiwemo utoaji wa chanjo kwa njia ya mkoba ili kuweza kuwafikia walengwa wote ili kuweza kuwakinga na magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Tunaishukuru serikali kupitia wizara yako kutupatia gari la chanjo ngazi ya mkoa na pikipiki 13
za usimamizi wa huduma za chanjo. Changamoto iliyopo ni upungufu wa majokofu na kuwepo kwa majokofu ya kutuzia chanjo yaliyotumika kwa muda mrefu, hivyo kupelekea kuharibika mara kwa mara licha ya kubadilishiwa vipuli mara kwa mara. Mheshimiwa Waziri, tunaomba kupewa kipaumbele katika mgao wa majokofu mapya endapo yatapatikana, ili kuboresha utoaji wa huduma za chanjo katika vituo vipya na vyenye majokofu chakavu.